Shemeji zangu bwana Saidi, huyu shemeji yangu huyu na yule bwana mwingine, marafiki zangu wazuri sana. Ni vile tu wamekataa kuokoka, lakini inshallah wataokoka tu baadaye. Kwa hiyo mada ya siku ya leo tunaangalia majini. Majini ni vitu gani na majini ni ndugu za kina nani? Hiyo ndio mada ambayo tutasimama hapa kwa takriban dakika 20, na tunaenda kutoa hoja ndani ya maandiko, Biblia, Qur'ani na vitabu vingine, kwa sababu Qur'ani inakubalia kusoma hadithi ama hata kwa ishara. Unaweza onyesha tu kwa ishara, na basi Muislamu anaambiwa asiulize maswali bali ati, maana ni Qur'ani ndio imesema. Unaposoma 42 aya ya 10. Kwa hivyo tutakuwa tunatoa hoja zote pale ndani, na hoja katika upande wa Kristo zinatoka katika Biblia. Ukisoma Isaya 34:16, Mungu anakuagiza wewe Mkristo, tafuta katika kitabu cha Bwana. Kwa hivyo hauna option ya kwenda kuangalia nje, ni kwa kitabu cha Bwana. Umedhibitika hapo. Sasa siku ya leo mada ambayo tunazungumza, tunaenda kuiangalia, je, iko namna gani katika maandiko matakatifu? Waislamu, marafiki zetu tunawapenda katika jina la Yesu, wanasema kwamba Mwenyezi Mungu aliumba majini na aliumba na watu. Na vile vile katika elimu yao utasikia wanasema kwamba kuna majini wazuri na kuna vile vile majini wabaya. Na vile vile utasikia wanafundisha kwamba kuna majini wa kiume na kuna majini wa kike. Hii yote ni katika elimu ambayo kuna marafiki zetu wa Kiislamu. Lakini sisi wa Kristo, Biblia inatufundisha majini ama mashetani, mapepo wabaya, maruhuni, walikuwa ni nani kabla hawajaitwa majini? Walikuwa wameumbwa namna gani kabla hawajaasi? Hiyo ni Biblia ambayo inakupatia mwongozo ukapate kusoma na kuelewa. Elewa hivi kwamba kwa sababu shetani ni mjanja, anaweza akatumia mbinu yoyote kukuonyesha kwamba ako hivi. Maana shetani anaweza hata akachukua umbo la ng'ombe ama paka ama mende ama panya. Jini anaweza kuchukua umbo lolote. Kwa sababu gani? Ni shetani ambaye anajiweka katika hali ili upate kumuelewa namna hivyo. Ndio sababu utasikia anasema kuna majini wa kike na majini wa kiume. Yaani yule ni shetani ambaye anajifanya katika sampuli hii, lakini hakuna ajuaye jinsia yake. Hii ni mambo ya poroje tu kulete kwamba kuonekane kwamba jini ako design hii na amekaa hivi. Hiyo ni mambo yake. Maana shetani anaweza hata kuonyesha kwamba kuna wahubiri wa Mungu. Ukisoma Matendo ya Mitume 16 anza aya ya 18, mtumishi wa Mungu anaweza akakuja akakuonyesha kwamba hawa ni wahubiri, wanahubiri habari njema za Mungu, hivyo anakufutia upate kumwamini. Lakini lazima ujichunge upate kuelewa ni kitu gani ama ni mchezo aina gani anaofanya. Soma mtumishi 16:18, kitabu ni cha Matendo. Ndio akafanya hayo siku nyingi. Huyu ni shetani ambaye alikuwa amemwingia kijakazi mmoja, ambaye alikuwa anaenda akisema watu hawa ni wahubiri, wanahubiri habari njema za Mungu. Kianza aya ya 16. Kwa hivyo Biblia inasema akafanya hivi kwa siku nyingi. Endelea. Lakini Paulo akasikitika, akageuka akamwambia yule pepo, na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, ndio mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Kwa hivyo huyu ni pepo ambaye alikuwa amekuja amevaa sura nyingine, kwamba kuweza kuwavutia watu wajue kwamba kuna watu wanahubiri habari njema za ufalme wa Mungu. Lakini Paulo akijaa Roho Mtakatifu akamkemea kwa jina la Yesu, na pepo mchafu akaweza kumuondoka. Kwa hivyo shetani anaweza akachukua umbile na kuweza kuenda katika hali ambayo labda utaona kwamba iko namna hii. Sasa sikiza, Mkristo, Biblia inakushauri kitu gani? Je, unapaswa kuwa na ushirikiano wowote na majini? Unapaswa kuwa na ushirikiano wote na mapepo wabaya? Waefeso 6 anza aya ya 10. Waefeso 6 aya ya 10. Inasema, ndio, Waefeso 6 aya yake ni ya 10. Ndio Biblia inasema hivi. Inasema safi, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Sasa Mkristo mpendwa, Biblia inakushauri hivi,
zidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu, Biblia inakuambia vaa silaha zote za Mungu mpate kuweza ndio kuzipiga hila za shetani. mpate kuweza kuzipinga hila za yule mwovu shetani. Kwa sababu gani? 12. Ndio, Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme ndio na mamlaka, safi, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi, ndio juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo Biblia inakushauri Mkristo mpendwa, uvae silaha zote za Mungu, usiache hata moja. Maana shetani anaporusha mishale yake huwa ikikuja kukupiga na kukuangamiza. Ndio Biblia inasema uvae silaha zote za Mungu. Hizi silaha zote za Mungu ni gani? Biblia ukiendelea kusoma pale aya 14 inasema ni neno la Bwana. Kwa hivyo tegemea neno la Bwana lipate kukuepusha na mishale ya yule mwovu shetani. Ndio maandiko yanasema vaa silaha zote za Mungu, kwa sababu kushindana kwetu si juu ya ngumi na nyama, ati tunacheza kung fu, karate, taekwondo. Hapana, ni juu ya pepo wachafu wabaya wa giza hili. Ndio maana Biblia inakushauri wewe Mkristo mpendwa, usiwe na ushirikiano ama uhusiano wowote na majini ama mashetani ama marohani. Huyo ni Mkristo, unaagizwa hivyo. Na je, Yesu alituagiza kitu gani kuhusiana na jambo hili lote? Mathayo 10 aya 8. Mkristo sikiza vizuri, usikize vizuri. Sijaanza kusoma Qur'an, nasoma Biblia kwa sababu yako uweze kuelewa Mungu. Wetu wapendi tukiwa na ushirikiano wote na viumbe vichafu vibaya vinasumbua watu dunia hii. Soma mtumishi wa Mungu. Pozeni wagonjwa. Biblia inasema pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, ndio toeni pepo. Biblia inasema tutoe pepo, yaani tusikae nao, tuwatoe waende mbali. Hatuwahitaji. Ndio Biblia inasema toeni pepo. Hatutaki wa pepo hapa karibu, waende. Yesu anasema toeni pepo, mmepewa bure, toeni bure. Kwa hivyo Yesu anakupatia amri, anakuambia toa pepo kwa jina la Yesu. Ndio inategemea umtoe, usimkaribishe. Na swali, je, hata wale waliotutangulia mababu zetu, je, walishauriwaje kuhusiana na majini na mapepo mabaya? Walawi 17 aya yake 7. Walawi 17 aya yake 7. Biblia inasema kitu gani? Inasema ndio Walawi 17:7. Biblia inasema hivi, ndio 17 aya yake ya 7, kitabu ni cha Walawi. Soma. Wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini. Kwa hivyo Biblia inasema hawatatoa sadaka zao kwa wale majini. Inaendelea kusema ndio ambao huwafuata ili wafanye usharati nao. Kwa hivyo majini walikuwa na tabia kufuata wanadamu, kufanya usharati nao. Sasa Mungu anasema hawatatoa tena sadaka zao, wala hawatashirikiana na mapepo kwa sababu ya vitu vingine ambavyo haviingiani. Mambo ya 52 anasema hawatatoa tena sadaka. Kwa hivyo lugha ambayo imetumika hapa hawatatoa imekatika. Hicho ndio Kiswahili. Kwa hivyo haiwezi kuwa kwamba wanaendelea, asije mtu akasema ati Wakristo hapana. Biblia inasema hawatatoa. Ina maana kitu gani? Ilikwisha potelea mbali. Sasa Biblia inasema hawatatoa sadaka zao. Hii sheria itakuwa sheria namna gani? Maliza andiko. Mwalimu, tuwe pamoja muda mchache sasa. Inaendelea kusema ndio nawe unasoma 8 Walawi 17:7. Walawi 17:7 inaendelea kusema wala hawatatoa tena sadaka zao. Tuwe pamoja tafadhali. Ndio kwa wale majini ambao huwafuata ili wafanye usharati nao. Safi. Sheria hii, sikia, sheria hii itakuwa sheria ya milele kwao. Itakuwa ni sheria ya milele kwao, kizazi baada ya kizazi. Kwa hivyo kizazi baada ya kizazi sheria imesimama. Mapepo, majini, potelea mbali. Hiyo ndio Biblia inatufundisha sisi. Lakini sasa hapa unaingia hoja nyingine. Huyu kabla hajakuwa shetani, kabla hajakuwa, alikuwa ameumbwa namna gani? Ezekieli 28
aya yake ni ya 14. Soma andiko hilo. 28:14. Huyu alikuwa namna gani? Maana alikuwa kwa hali fulani ndio akatoka akawa shetani, jini, marohoni, ibilisi. Soma. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta. Kumbe Biblia inasema alikuwa ni kerubi, na kerubi ni malaika. Hiyo weka kwa akili. Alikuwa ni kerubi afunikae. Kerubi ni malaika. Endelea. Nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huku na huku kati ya mawe ya moto. Safi. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako. Sikia, Biblia inasema ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa, ndio hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa hivyo alikuwa ni kiumbe ameumbwa mkamilifu, alikuwa ameumbwa akakamilika, kiumbe mzuri, msafi. Lakini uovu ulipoonekana ndani yake, ndipo akaweza kufukuzwa mbinguni, akafukuzwa akatoka mbinguni. Kwa hivyo hana ushirikiano wote na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu gani? Aliasi. Kuasi kwake, aliasi namna gani? Ni nini kilichofanya akafukuzwa kutoka mbinguni? Mimi leo natoa hoja kwa Biblia. Qur'an kaguza aya 1-2 tu. Nini kilichofanya akafukuzwa kutoka mbinguni akaingia mpaka hapa duniani? Anatusumbua saa hii. Walimu wangu, niko Isaya 14:12. Isaya 14:12. Ndio. Inasema hivi. 14:12 kitabu ni cha Isaya. Naam, aya nimefika. Inasema jinsi ndio ulivyoongoka. Soma vizuri. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ndio ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi. Safi. Jinsi ulivyokatwa kabisa, ndio ewe ulioangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako. Sasa sikiza kilichofanya shetani akafukuzwa kutoka mbinguni. Shetani alisema moyoni mwake kitu gani? Nitapanda mpaka mbinguni. Shetani alisema nitapanda mpaka mbinguni. Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu. Ina maana ako na kiti, anadai kuabudiwa. Anasema nitainua kiti changu kuliko nyota za Mungu. Endelea. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, ndio katika pande za mwisho za kaskazini. Safi. Nitapaa kupita vimo vya mawingu. Nitafanana na yeye aliye juu. Shetani alipofika akagusa pabaya, akasema hivi, nitafanana na yeye aliye mbinguni. Ina maana akadai atafanana na Mungu wa mbinguni. Mungu akamtimua mbinguni, akamwambia toka, hatuwezi kaa hapa wawili. Kwa sababu gani? Ametaka kujifananisha na Mungu wa mbinguni. Hiyo ni Biblia. Ndiyo kitu kilichofanya akafukuza kutoka mbinguni, akaasi, akaitwa shetani mpaka leo ibilisi. Lakini ajabu ni hii. Hebu sikia Qur'ani inavyosema ni nini kilichofanya akafukuzwa. Qur'ani 18 aya yake ni 50. Sasa nimeanza kuingia kwa Qur'ani sasa. 18:50. Ndio. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Na kumbukeni tulipowaambia malaika, safi, msujudieni Adamu. Ndio. Basi wakamsujudia isipokuwa ibilisi. Tulia. Hapa amri imekuja, malaika wako mbinguni. Alafu Mungu anatoa amri, anawaambia malaika msujudieni Adam. Malaika wanaambiwa wamsujudie Adam, wakamsujudia malaika isipokuwa ibilisi. Kwa nini? Yeye alikuwa miongoni mwa majini. Ni kwa sababu ibilisi kulingana na Qur'ani alikuwa miongoni mwa majini. Sasa ibilisi akakataa kumsujudia Adam, akafurushwa kutoka mbinguni. Swali ni waulize mnaosikiza, amri ilikuwa ya majini ama ilikuwa ya malaika? Maana hapa ni malaika wanaambiwa. Kwa elimu ya Kiislamu, malaika ni tofauti na majini ni tofauti. Kwa hivyo hapa malaika wanaambiwa sujudieni Adam, wakamsujudia, ibilisi akamsujudia na akafukuzwa mbinguni. Wewe huoni kwamba alionewa kufukuzwa mbinguni? Kwa sababu gani? Nitoe mfano kwa wanaume wako hapa, wanaume 4 na mwanamke mmoja.
Alafu naambia enyi wanaume, tokeni hapa, mbebe ile spika mweke pale. Wanaume wabebe spika waiweke pale, isipokuwa mwanamke. Alafu ni mwadhibu mwanamke. Ninamwadhibu kwa sababu gani? Ninamuonea. Hiyo ndio Qur'ani. Kwa hivyo anafukuzwa mbinguni kwa sababu alikataa kumsujudia nani? Adam. Hiyo ndio inaeleweka hivyo. Ya pili, wanaposema kwamba kuna majini wazuri na kuna majini wabaya, sikiza, Mungu anazungumzia kitu gani? Maana nina muda mchache tu, dakika zangu zimeisha. Mungu anazungumzia malaika kitu gani? Anazungumzia hawa majini namna gani? Maana wanasema kuna majini wazuri na majini wabaya. Qur'ani sura ya 6 aya yake ni ya 128. Ama wanasema kuna makundi mawili, majini wazuri na majini wabaya. Majini wazuri wataingia mbinguni, majini wabaya wataingia motoni. Tunamuuliza Mungu wa Qur'ani, je, hii habari ni ya kweli ama ni habari ya watu kutunga? Sikia, soma. Na wakumbushe siku atakapokusanya wote, awaambie nini? Enyi makundi ya majini, Awaambie enyi makundi ya majini, hakika nyinyi mumechukua wafuasi wengi katika wanadamu, ndio, na marafiki wao katika wanadamu. Watawagombania waseme, ndio, Mola wetu tulinufaishana sisi na wao, na tumefikia muda wetu uliotuwekea. Basi Mungu atasema, sikia kauli ya Mungu wa Qur'ani. Mungu atasema kitu gani? moto ndiyo makazi yenu, mtakaa humo milele. Kwa hivyo kauli ya Mungu wa Qur'ani, majini wote ni motoni. Lakini unaweza ukashangaa, uende utasikia hoja, majini kuna wale wazuri wataingia peponi, wakati Qur'ani inasema wote ni motoni. Sasa mimi nimesimamisha hoja yangu vizuri kwa maandiko. Akikuja mtu aanze kusikia kasina sijui, jua hana maandiko. Hiyo nimekupa tahadhari mapema. Kwa hivyo mimi nimemaliza muda wangu, nakaa chini, maana mimi leo ni mhadhiri, mimi tena pia ni mwenyekiti tena wa siku ya leo. Kwa hivyo ni muda mzuri tumkaribishe mwalimu wa Kiislamu kwa dakika zake 20 ili aweze kufundisha mada hii. Dakika 20. Hai. Hapo wewe usome zaidi hajafika. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu na wale ambao hawajajaliwa kuwa Waislamu, naanza kwa maneno matukufu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, kidhihirisheni kuleta salamu kabla ya mazungumzo yoyote. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa wale ambao sio Waislamu, amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Na kwa wachungaji hapa, salamu zenu ni maalum. Rumi 10:16. Hawa salamu zao tofauti tu, zao ni maalum za kule kanisani. Salimia nani? Ndio, kwa busu takatifu. Nini? Makanisa yote. Pokeeni salamu zetu. Hawa ndugu, tumefikia kiwango ya kujua kwamba hakuna mada, kwa sababu leo mada iliyoko juu ya meza wanajadili majini. Mimi niliposikia ati mada ni majini, mimi nilishangaa, nikashindwa majini yana nini? Yamefanya nini? Ina maana kesho huenda hata tukajadili wanyama. Maana ikiwa leo tuwajadili majini, wewe hausubiri kesho tujadili wanyama, kesho kutwa tujadili wanadamu, kwa sababu ni viumbe. But baada ya kumsikiza mwalimu na mafundisho yake, nikajua kuna kitu moja kimemchanganya. Hajaweza kutofautisha ama kuelewa tofauti ya jini na shetani. Yeye akisikia neno jini, akili yake inamwambia jini ni shetani. Hiyo ndio akili ambayo wako nayo, na wengine ambao
hawajasoma vitabu vizuri, kwa sababu yeye anachukulia kila jini ni shetani. Lakini brother, kwa elimu ya Qur'ani ambayo umeweka pale mwenyewe, Qur'ani yenyewe inasema wakadhalika ja'alna likuli nabiyyin shayatina liinsi wal jin. Yani Mwenyezi Mungu amejalia nini? Qur'ani 612. Mashetani wanaweza kuwa jini na mashetani wanaweza kuwa wanadamu. Sio kila jini shetani. Hivyo hivyo sio kila mwanadamu shetani. So ukisikia neno shetani, akili sikwambie shetani ni jini tu. Pia wanadamu kuna wengine mashetani. Na wamejaa hapa, nitakuonesha mashetani watu. Teremka chini. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ndio. Na namna hii tumemfanyia kila nabii maadui. Nao ni mashetani katika watu. Na mashetani katika majini. Kumbe shetani anaweza kuwa binadamu na shetani anaweza kuwa jini. Mfano, shetani mwanadamu mmoja, nimuonesha mjue. Msomaji? Mwalimu upo? Nipo kabisa. 6:70 kitabu cha Yohana, tumuoneshe shetani ambaye ni shetani mtu. 6:70. Na huyu shetani mtu alikuwa Mkristo original. Teremka chini. 6:70 ndio inasema kitabu cha Yohana. 6:70 Yohana. Inasema hivi. Ndio. Yesu akawajibu. Yesu anajibu anasema, mimi sikuwachagua nyinyi thenashara. Yepi amushauri yenyewe 12. Sikuwachagua nyinyi thenashara. Na mmoja wenu. Ni shetani. Kumbe katika ratiba ya kuchagua wanafunzi wa Yesu ilikuwa hana budi kuwa na mwanafunzi mmoja shetani. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sio shetani, sio lazima awe jini. Shetani anaweza tokana na wanadamu. Na ndio Yesu katika kazi yake akaona wanafunzi 12 hawatoshi bila kuchagua mmoja, ambaye mmoja wa hao ni shetani. Kabisa mwalimu. Ni maandiko hayo. Msomaji, mwalimu, hebu tumpe elimu azidi kujua shetani ni nani. Shetani sio jina la kiumbe hasa, brother. Ayubu 1:6 African Bible. Ayubu 1:6. Hii elimu tumeleta hapa nalo tunawasomesha bure. Taemba shili? Mwalimu acha tumsomee ya kwao ya Afrika. Msomee hii ya kwao ya Mwafrika, hao Afrika wote. Ayubu. Nasikia hapa kuna mwingine Mkongo. Hatari. Taemba shili? Ayubu ngapi mwalimu? Ayubu 1:6. Ayubu 1:6. Ndio. 1:6 mwalimu. Adhubutu tumpe shidalo ile tunapatia la timo. Teremba chini. Inasema nini? Shetani. Neno la asili la Kiebrania linamaanisha kazi. Shetani ni neno asili. Hiyo ni Biblia brother. La Kiebrania linamaanisha kazi na si jina binafsi. Sio jina binafsi. Kwa hiyo neno hilo ndio linatafsiriwa vizuri zaidi kama mpinzani. Mpinzani yoyote ni shetani. So ukisikia shetani, akili yako isikuwapeleke kwa jini. Yoyote ambaye anapiga maneno ya Mungu ni shetani. Shetani wa pili tumfundishe msomaji. Mwalimu, pia andike hapo. Tito 2:3 African Bible. Tito 2:3. Ndio. Biblia ni ya Kiafrika. African Bible Tito 2:3 andike hiyo hajaona. Tito 2:3. Inasema nini? Inasema hivi. Kadhalika wanawake wazee wawe na mwendo mtakatifu, wasiwe sengenyaji. Kumbe wanawake wazee hawafai kuwa nini? Wasengenyaji. Tanbihi yake mchuzi yake ndio wasengenyaji. Neno la Kiebrania pia linamaanisha nini? Mashetani. Kumbe wasengenyaji pia ni nini? Ni mashetani. Alafu sasa wewe unakuja hapa unasimama tu baada. Majini ni shetani majini. Kumbe umesahau hata wale wanaosengenya ni nini? Ni mashetani. Biblia ya mwalimu. Upo kabisa mwalimu. Tufundishe majini ni kina nani? Suratul Jin 72:1 tumpe elimu ya majini sasa. 72:1 inasema hivi. Na wewe kama umevamiwa hapa, kuna dawa tunayaangusha hapa.
umshindwe katika jina langu. Teremka chini. 72. Unajua Kasina anajua tutamnusisha, ataanguka tu. Maana ako nalo la kinini. Anajua. Teremka chini. Kwanza tutatoa kwa jina la Koech. Kabisa. Teremka chini. Asema Ndio. imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lisikia Qur'ani likasema. Unajua watu, hii mada yote kuwekwa hapa ni kuweza kubabaisha sana Wakristo, kuweza kuonesha Wakristo vile Waislamu wako na mashetani hatari kweli. Na unajua majini wako wengi tu, hata saa hii wako wanasikiza hapa. Kuna wakisabato wa SDA, kuna majini ya Kikolino, kuna majini yako tofauti, yako na madini na madhehebu mbalimbali. Ungeacha kutoa jini linaongea Kihindi, tena jini lenyewe linaamini Buddha ndiye Mungu. Majini yako tofauti kama vile tuko wanadamu. Kuna majini wa Kristo tena mwingine anasema hakuna. Na gani wanatolewa na kinambuyo kanisani? Unataka kuniambia jini Muislamu ataenda kanisani akafanya nini? Wanaotolewa kanisani wale majini toka hao. Unataka kuambia ni Waislamu wanaenda kufanya nini kanisani? Hao wengi tu ni Wakristo na alafu hawatoki. Kila Jumapili wanatolewa na hawatoki, wanakaa tu huko. Teremka chini. Yani anakaa kifua. Sema imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lisikia Qur'ani likasema. Hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu inaongoza katika uongofu, na hakika sisi kwa hivyo tumeiamini. Hawa ni majini walisikia Muhammad akisoma Qur'ani, anatoka katika nchi ya Taif, amepigwa na mawe wakiwa na sahaba wake Zaid bin Harith. Mtume akawa anasoma kiraa nzuri ya Qur'ani, ameketi chini ya mti. Majini wakasikia Qur'ani, wakasema hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu inayoongoza katika uongofu, na hakika sisi majini tumeiamini. Teremka chini. Wala ndio hatutamshirikisha yeyote tena na Mola wetu, wala kuna kwa hakika ndio utukufu wa Mola wetu umetukuka kabisa. Hakujifanyia mke wala mwana. Ina maana majini wale ambao hawajasilimu wanajua Mungu wako na nani? Wanajua Mungu ako na mwana, ako na mtoto. Ni imani ya wapi? Nani wanasema Mungu wako na mtoto? Wainue mkono tuone. Nani anaamini Mungu wako na mtoto? Haya. Amini. Hata Kasina amini. Hao Waislamu tu. Maana Waislamu peke yao ndio hawaamini Mungu wako na nini? Ako na mtoto. Majini waliosilimu wanasema Mungu hakujifanyia mke wala mwana. Ina maana majini wale wengine wanaamini Mungu wako na nani? Na mtoto. Hao ni majini wa wapi? 3:11 kitabu cha Marko. Marko. Hawa na imani sawia na Kasina. Teremka chini. Marko 3:11. Ndio. Inasema hivi. Inasema nini? 3:11. Na pepo wachafu. Ndio. Kila walipomuona pepo wachafu, kila wakimuona Yesu walianguka mbele yake wakilia wakisema, wewe ndiye mwana wa Mungu. Mashetani wabaya wanaamini Yesu ni mwana wa nani? Ni mwana wa Mungu. Na sina haja apige aseme Yesu si mwana wa Mungu. Akipiga basi tutajua majini sio ndugu zao. Lakini hao na pepo wabaya wanaamini Mungu ana mtoto, Yesu ni mwana wa Mungu. Wewe Mkristo naamini Yesu ni mwana wa Mungu. Hao ni wakwenyu kanisani, ni mabradheri. Hao ni mabradha zenyu. Wale wakwetu msikitini ambao hatukatai ni Waislamu, wao hawaamini Mungu ana mtoto. Baada walisilimu wakaamini Mungu mmoja. Hiyo 72:14 Qur'ani. 72:14 Qur'ani. Ati anasema majini wote wataenda motoni. Huyu ni wa wapi lakini? Waje kufanya nini huko? Wengi katika majini wataingia motoni lakini sio wote. Ukishasilimu unakuwa Muislamu. 72:14 tuwapeleke peponi, tuwatoe motoni. Nasi ndio wamo miongoni mwetu waliosilimu. Majini wanasema nasi sisi majini wamo miongoni wetu waliosilimu, na wamo miongoni mwetu wanaokengeuka. Wako miongoni mwetu wamepata kwa Ukristo kama kina Kasina. Ukishasilimu unakuwa nani? Unakuwa Muislamu. Waislamu wote wanaenda wapi? 40 tuwapeleke huko. 40 Qur'ani. Alafu turudi kwa Biblia tumuulize Mungu vipi? Wewe Mungu unakaa na majini kule peponi. Tuangalie kwa Biblia. Afanyaye ubaya hata alipo ile sawa na uovu wake. Yule
mwenye kufanya ubaya analipo sawia na huo uovu wake, na afanye wema, na anayefanya wema akiwa mwanamume au mwanamke. sharti ni nani? Naye Ni nani? ni Muislamu. Watafanya nini? Basi hao wataingia peponi, paradiso, waruzukiwe humo bila hisabu. Kumbe Waislamu wema wote majini yani wale wema kama ni Muislamu tu wataingia wapi? Paradiso, peponi. Hii Qur'ani imetudanganya. Tuulize Biblia. Wewe Mungu nakaa nao majini huko mbinguni 18 nyakati wa pili. 18 nyakati ni wa pili. Amenuna kama ni mimi nilimwambia wewe Mkristo. Teremka shili 18 inasema hivi. Ndio. Mikaya akasema, sikiliza Biblia sasa. Mikaya akasema, sikieni basi neno la Bwana. Na alimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi na jeshi lake lote mbinguni. Alimuona Mungu ameketi katika kiti chake cha enzi na katika jeshi lake lote. Akona jeshi kubwa sana mbinguni Mungu. Teremka. Wamesimama mkono wake wa kuume. Jeshi la Mungu wamesimama mkono wa kuume na mkono wake wa kushoto. Mkono wa kushoto wamejaa jeshi la Mungu hilo huko mbinguni. Bwana akasema, Mungu akasema, ni nani atakayemdanganya Ahabu mfalme wa Israeli? Nani ataenda kudanganya Ahabu? Dikaleria wale baba iwe majini mareko ya matuine. Teremka chini ili akwee na mozi Gileadi akaanguke. Basi huyu akasema hivi, mmoja katika wanajeshi akasema hivi, na huyu hivi, na mwingine mwanajeshi akasema hivi. Akatoka katika jeshi la Mungu pepo, jini mwenyewe akainuka. Yuko katika jeshi la Mungu huko mbinguni. Alafu wewe unakuja kutuambia majini wote moto shidwe. Alafu akasoma kitabu cha Matendo ati Paulo alitoa jini kwa jina la nani? Ati la Yesu. Kwani jina la Yesu linatoa pepo? Hamna mwalimu. Twende kitabu cha Primato Bible 7 ni 9:40 pale. Imprimanto. Ni Primato ama ni African Bible? African Bible. Marko 9:40. Marko 9. Ati jina la Yesu linatoa pepo. Tangu lini? Pole sana. Hizo ni sarakasi. Twende. Marko 9:4. 9:14. Ndio. Inasema hivi. Yesu au kwa madai kwamba tusoma tanbihi yenyewe. Ndio nasoma. Ndio. Au madai kwamba mtu ni mfuasi wa karibu kabisa wa Yesu. Au kwa madai kwamba mtu ni mfuasi wa karibu wa samahani mwalimu. Kushindwa kwa wanafunzi kumtoa pepo. Kushindwa kwa wanafunzi kumtoa pepo. Kunatufundisha kwamba miujiza. Haitendeki kwa kulitaja jina la Yesu. Wanafunzi walijaribu kutoa pepo, waliletewa. Kuna mama mmoja alikuwa na kijana, alikuwa na pepo bubu. Akaletewa kina Petro. Petro akajaribu toka. In the name of Jesus. Hapi pepo amenuna atoki. Akaja Mathayo akajaribu. Marko akajaribu, wote wakashindwa. Ndio tunaambiwa kushindwa kutoa kutoa pepo wafuasi wa Yesu. Kwa tuonesha kwamba una dakika 5. Hizo zatosha kumtoa kanisani akaingia msikitini. Kabisa. Teremka chini. Au kwa madai kwamba mtu ni mfuasi wa karibu kabisa wa Yesu. Ndio. Aidha kwamba miujiza inayokamiwa kwa ajili ya sifa binafsi. Inakamiwa kwa ajili ya sifa binafsi. Haitendeki kwa jina lake. Hakuna miujiza inatendeka. Kwa sababu yeye hujiweka kando nayo. Na ukitaka kuamini haitendeki kwa jina la Yesu, kama una pepo uje hapa. Uone tukiitoa leo. Kwa Yesu tunazitoa. Waafrika tutazitoa kwa jina la Yusufu. Wapo. Tembelea umma ni wale tolea wapo na yume di. Tuambia jina la Yesu linatoa. Waafrika. Kwa sio kwa nada. Teremka chini. Tusiwepesi kudanganywa. Tusidanganywe, hakuna miujiza inatendeka kwa jina la Yesu. Msomaji mwalimu akawa akisema kwamba wao wa Kristo hawashirikiani na mashetani. Ikawa ni kana kwamba Waislamu wanashirikiana na mashetani. Je, ni kweli? 4:76 Qur'ani. 4:76 Qur'ani. Ndio. Bismillahirrahmanirrahim. Alafu kaleta vioja hapa, kasema majini malaika walipoambiwa wamsujudie Adam,
walimsujudia isipokuwa Ibilisi. Akauliza Ibilisi anakosa gani, na yeye hakuwa malaika. Kulingana na elimu ya Qur'ani, Ibilisi ameumbwa kwa maumbile ya kijini. So yeye anauliza kosa lake lilikuwa gani. Amesahau kwamba Adam na Hawa walipokula lile tunda, nyoka aliambiwa na Mungu, tokea sasa kwa matumbo utatembea. Nyoka alikuwa na kosa gani? Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Je, hao wanatii ama pepo wametii? Wenye kutii ni wazuri ama? Okay, sawa. Haiwezi haka kakaa bakri. Congratulations for that question. Inafaliwa kufanya na baba. Naam. Hamdaka Rabbi yusua man takallama sami'ta sautahu wa man sakata alimta sirrahu wa man mata fa ilayhi marji'uhu. Ashhadu anna yusua Allah rabbus samawati wal ard rabbul arbab malikus samai wal ard wa ba'd. Najua walinibipu, lazima niitike. Mwalimu wangu, naam, jamaa anakuja uliza, pepo walitii kwa jina la Yesu, hawa ni wazuri? Sijui swali yake. Lakini kabla hajaenda huko tuulize, je, kuna pepo wazuri na pepo wabaya? Maana najua mahali kwenye anaenda, na sita kujibu kufuatana hapo unapoenda. Kila siku pepo ni mbaya. Qur'ani 2:13 inasema, Qur'ani 2:13. Haya mwalimu, nimefika. Nenda 2:13 inasema hivi, na wanapoambiwa Aminini kama walivyoamini watu. wanapoambiwa pepo aminini kama walivyoamini watu, Husema, tuamini kama walivyoamini wale wapumbavu. pepo wanasema tuamini kama walivyoamini wapumbavu. Hakika wao ndio wapumbavu lakini hawajui. Ndio. Niendelee. Endelea 14. Na wanapokutana walioamini husema, tumeamini. Ndio. Na wanapokuwa peke yao kwa mashetani wao husema, hakika sisi tu pamoja nanyi. Tulia sasa. Swali yako ambao likuja, hakuna pepo mzuri na hakuna pepo mbaya. Piga mkono, usipige mkono, hiyo swali inajibiwa. Ninarudi kwa hoja ya mwalimu wa Kiislamu ambaye alikuwa hapa, ambaye anaitiwa mwalimu mkubwa, lakini inna lillahi ndio maana yake hiyo. Mwalimu ambaye alikuja hapa alikuja lalamika, maana ingelikuwa wewe ni msomi, umesoma ilmu felekia, ungelijua nini maana ya jini, lakini maana yake umetoa tu shahada ukaenda ukashika maiki. Hiyo ndio msiba. Mwalimu wangu, tunauliza sasa, pepo ni nani na ama shetani ni nani? Kuna tofauti ya shetani na jini, lakini shetani ndiye baba wa majini. Shetani ndiye baba wa manani? Wa majini. Tunauliza sasa, maswahaba ambaye ni swahaba tukufu Abubakar, wewe Abubakar ulikuwaje? Nipe tafsiri ya Mayunga 49. Inasema Abubakar anasema, hakika mimi Abubakar ninaye shetani. Kumbe swahaba mtukufu wa Muhammad ambaye alirithi Uislamu baada ya Muhammad kufa alikuwa na shetani. Hii ndio maana yake. Maana mnatubipu, tulikuwa tu kimya. Mwalimu wangu, tunauliza sasa hapa, mwalimu alikuja akakuja na mantiki ama eti huyu jini alikuwa anaishi na malaika? Qur'ani haisomwi hivyo. Haisomwi hivyo. Lazima uzingatie unachosoma. Nipe Qur'ani 2:21 Suratul Baqara. Inasemaje? Enyi watu, tulie, sio hiyo mwalimu. Nichukulie ukurasa wa majini 20, maana saa hizi hakuna mahali pa kubembeleza. Leta kitabu. Inasema ni bahati mbaya kwamba Adamu na Hawa hawakufanikiwa kufanya jitihada ndio na kumwezesha shetani na wanawe kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu ndio na kwa Waislamu. Ndio ni Mtume Muhammad tu, Nabii Muhammad tu ndiye aliyemsilimisha shetani akawa Muislamu. Kumbe shetani ni nani? Muislamu. 49:10 Qur'ani inasema
na kwa hakika Waislamu wote almu'minuna ni mandugu. Ikhwa, Waislamu wote ni wanani? Mandugu. Na shetani alislimu akawa nani? Waislamu. Kuja kama wewe ni kidume, kuja uvunje hoja, niambie huyu shetani aliyeslimu ni nani kama wewe ni kidume. Wallahi ukiniambia shetani aliyeslimu ni nani nitatoa shahada. Haya, mwalimu wa Kiislamu. Takbir. Bwana mwalimu amenuna hivyo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyu ndio wanasema alikuwa Muislamu. Ai, bure kabisa. Inakaa kwamba yeye alikuwa anasomea dirishani Kabisa. kwa sababu kama na anakuja thumma wallahi gani umeanza katika kuanza kwake mukadima aliyopiga ameanza kwa kuidhimisha Yesu Kabisa. alafu tena arudi atuulize swali huku akisema thumma wallahi gani na wewe umetabiri Nini maana yake? Thumma wallahi na ametangulia na Yesu. tungesema thumma yasau. Mimi nimeshangaa. Ushindwe katika jina langu. Yaani huyu Kiarabu kinamchanganya tu sana na ni Mwarabu. Alafu katoka na Kiarabu kwenda kanisani, unafikiria ataweza? Hawezi toboa. Hawezi ongelea na Kiarabu kanisani. Kabisa. Kule kanisani nataka moyo Yesu, moyo. Sio Kiarabu bana, ushindwe. Riverside. Msamaji Mwalimu. amesema mtu ni bahati mbaya kwamba mitume wote walijaribu kusilimisha shetani wakashindwa. Muhammad Tudi aliyesilimisha shetani akawa nani? Akawa Muislamu. Lakini ni vile sitabeba hicho kitabu cha Timotheo na nadhani wanaweza kuwa nacho cha murtadi mwenzao. Kila mwanadamu ako na shetani wake ama ako na rohani wake. Mtume shetani aliyemsilimisha kulingana na hadithi ya Abu Hurairah inatueleza ni yule ambaye kila mtu ana wake, sio Ibilisi maruhuni. Ibilisi maruhuni hakuna. Alafu anashangaa akasoma sijui Abubakari alikuwa na nini? Mwalimu, kwanza iko vile maelezo iko vizuri Kabisa. Inasema Abubakar si ati alikuwa na shetani. Alikuwa na shetani wake. Alikuwa na shetani. Kama vile Yesu alikuwa katika wanafunzi wake alikuwa na shetani wake. Na ni ukweli Kabisa. msomaji. Shetani wa Yesu 670. 670. Kwani Yesu alikuwa na shetani? Alikuwa na shetani wake. Sikiliza hiyo 670. Unajua shetani ikiingia lazima takibiri. 670 harakisha. Aya 670. Kuna vitu nataka kutoa hapa. Inasema hivi. Ndio. Yesu akawajibu, je, mimi sikuwachagua nyinyi thenashara? Na mmoja wenu ni nani? Ni shetani. Kumbe katika wanafunzi wa Yesu kuna nani? Kuna shetani mmoja wao. Kwanza sio wa kuingiwa na shetani. Yeye mwenyewe ni nani? Ni shetani mwenyewe. Unajua huyo ni nani? Mwalimu, tuambie. Wananiangalia vibaya. 18:23 Mathayo. Sikiliza shetani wa Yesu. 18. Wewe unashangaa Muhammad kuwa na mtume ambaye ako na kuwa na nini? Kuwa na sahaba ambaye ako na shetani. Unashangaa. Na Yesu mwenyewe alikuwa na wanafunzi ambao walikuwa wamejaa mashetani. Sikiliza huyu. Mwalimu ngapi? 18? 18:23. 18:23. Mathayo 16:23. Ndio. Akageuka. Yesu akageuka. Akamwambia Petro, nenda nyuma yangu. Nani? Shetani. Kumbe wanafunzi wa Yesu ambaye anaitwa Petro alikuwa ni nani? Shetani mwenyewe. Unashangaa Abubakar. Na Petro mwenyewe ni mwanafunzi wa Yesu, aliishi na Yesu, na Petro alikuwa ni nani? Shetani mwenyewe. Unajua akili zao ziliwaambia Yuda hakuwa shetani, bali Yuda aliingiwa na shetani akawatafutia wokovu. 22:3 kitabu cha Luka. 22:3 Luka. Ndiye alikuwa shetani hasa. Luka aliingiwa na shetani Shetani ndio akamwingia Yuda. Shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskariote, naye ni mmoja wa wale thenashara. ndio.
akaondoka, Ndio. akaenda akasema na wakuu wa makuhani Ndio. na majemadari. Kumbe ili Yesu asulubiwe, aliyefanya hiyo kazi ni nani? Mastermind ni shetani. Na Yesu akasulubiwa kwa imani yao, akapata nini? Uokovu Kwa hivyo uokozi wa Wakristo ni nani? ni shetani mwenyewe. Huyu shetani yako wapi? 2:12 Ufunuo Yohana. 2:12 Ufunuo Yohana. Yeye aliye na sikio. Kuna ule wimbo unasema shetani ndoreza waigereireko ukiingira kanitha-ini ukiheria gĩtĩ kĩa mũhunjia ũkĩiga gĩaku. Shetani una huruma, uliingilia wapi? Ukaingia kanisani ukaondoa kiti ya mhubiri ukaweka yako wapi? Kanisani. Kiti cha soma andiko. Yeye aliye na sikio na alisikia neno hili ambayo Roho yaambia makanisa. Ndio. Na kwa malaika wa kanisa liloko Pergamo andika. Haya ndio anenaye aliye na upanga mkali wenye makali kuwili na pajua hapo kanisani ipo penye kiti cha enzi cha shetani. State house ya shetani iko wapi? Kanisani. Ukimtaka shetani uende wapi? Kanisani. Ushindwe katika jina la Riverside. Haya, huyo ni mchungaji mtarajiwa, msimuone hivyo anafanya practice. Hii kuimba ni practice anafanya. Kwa hiyo simnaona hapa anaimba, alijuaje hiyo hivyo inaimba? Moyo alijuaje? Kumbe anajua Yesu hapo nini? Haya, swali kwa Mkristo wa nje. Swali ndani ya mada tafadhali sana. Swali ndani ya mada. Mada ya leo tunaongea kuhusu majini. Nauliza hivi, ikiwa Waislamu walifanya shetani akasilimu, wanapambana na nani sasa hizi? Hiyo nafikiri ni swali limeenda chuo, university. Kama msilimisha shetani sasa hivi mnapambana na nani? Dakika 5 hapa. Tunapambana na yeye. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa ufupi sasa hivi tunapambana na mashetani makafiri wa Kristo. Waislamu takbir. Baba, tunapambana na Unajua huyo Morgan na mwanzani. Nasema hivi, jana huyu aliposikia mambo yameingia, anasema atakuja na ngumi. Sasa naomba hizo ngumi zako ndogo. Wewe kwanza kabisa wewe kama ulinunuliwa ya kwamba tena kurudia. Hiyo ngumi yako ndogo. Sasa kwanza kabisa mimi nakuja. Wewe ndio shida yako. Nasema hivi, kwanza maandiko yanasema baba. Naam Baba, Yesu alikuwa na shetani 6:70 Yohana. 6:70 Yohana. Inasema hivi. Ndio. 6:70. Wewe tena nini yako tu unateremka? Basi mwalimu. Inasema teremka. Yesu akawajibu. Je, mimi sikuwachagua nyinyi 12? Mimi sikuwachagua nyinyi 12. Na mmoja wenu ndio ni shetani. Kumbe katika wanafunzi wa Yesu mmoja nani? Shetani. Jamani, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jamani, kumbe Yesu akafanya shetani akawa dini gani? Akawa Mkristo kama wao. Na Muhammad akafanya shetani akawa nani? Muislamu. Ngoma draw. Sasa wasiwasi wa nini bwana? Mimi namshangaa. Waislamu takbir. Allahu akbar. Baba. Naam. Asante kilishamjibu. Tunapambana na mashetani wa Kristo na mashetani wa kafiri. Ndio tunapambana nao hapa. Mashetani wa Uislamu tunapambana nao. Baba. Naam. Inachoma injili we. Inachoma injili we. Inachoma. Waislamu takbiri. Baba. Naam. Baba. Ndio. Jamani, kuna tofauti ya majini na kuna tofauti ya shetani. Amezungumza hapa msomi wa Kikristo, amesemea Al-Azhar University, akasema kweli kuna mashetani na kuna majini. Sasa jamani, wasiwasi wa nini? Ukirudi tena warudie useme vizuri, kuna mashetani na pia vile kuna majini. Sasa hebu tuangalie, majini wanaweza kuwa Wakristo, majini wanaweza kuwa Waislamu. Pastor Kasini aliposimama hapa akasema pepo wana jinsia, hawezi kuwa mwanaume au mwanamke. 11:14 kitabu cha Luka 11. Wewe inama tu sikutuma wewe Mkristo. Teremka. Anasikitika mwalimu. Anasikitika, lazima ajue kanisa lipoteza watu mashuhuri kama sisi. Tumetoka kanisani. Jamani, 11 ngapi mwalimu? 11:14 Luka 11:14. Kanisa tuliwacha sababu ya kudanganywa. Haya, alikuwa akitoa pepo bubu. Ati pepo nani? Bubu. Kwa hiyo kuna pepo wengine nini? Bubu. Na kuna wengine wanaofanya nini? Wanazungumza. Sasa angalia, kumbe pepo wako bubu, wako vipofu, wako viwete, ukitaka kuonesha, wako wengine vipara.
Waislamu takbir. Wako wengine mamurtad. Wako wengi. Wako mapepo wengi tu jamani. Wengi tu sana. Baba, ndio tunamaliza dakika zetu mbili. Baba, naam. Hao madini wa Kikristo. Hao madini wa Kikristo wanapenda nini? 13:20 kitabu cha Isaya. Isaya 13:20. Mtu akishindwa na hoja anataka kulishaandishana ataweza. La haula. Teremka. Isaya 13 ndio 20. Inasema hivi, ndio hautaalikwa na watu tena. Hautaalikwa na watu tena. Wala watu hawatakaa ndani yake tangu kizazi hata kizazi. Maliza. Mwarabu hatapiga hema yake huko. Wale wachungaji ndio hawatalaza makundi yao huko. Maliza. Lakini huko watalala hayawani. Huko watalala hayawani wakali wa nyikani. Maliza. Na nyumba zao ndio zitajaa mbundi. Mbundi watakaa humo. Ndio. Na majini watacheza huko. Na majini watacheza wapi? Huko. 3:11 Marko andiko la mwisho. 3:11 Marko. Sasa jamani, mimi nashangaa wana imani yao. Sisi Waislamu tunasema Yesu si Mungu. Majini nao wale wazuri Waislamu wanasema Yesu si Mungu. Angalia majini wa Kikristo wanasemaje? Teremka. Na pepo wachafu ndio kila walipomuona walianguka mbele yake wakalia wakisemaje? Wewe ndiwe mwana wa Mungu. Ala, kumbe mapepo wachafu wanamuita Yesu mwana wa nani? Wa Mungu. Mapepo wasafi wanasema Mungu hana nani? Hana mwana. Ndio nikawaambia wataanza kukimbia moja moja. Jana walikuwa juzi walikuwa 4, amekimbia mwingine wakabaki 3. Leo amekimbia mmoja, wabaki wangapi? 2. Mtakimbia wote watakimbia hata maliza mkutano. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Joni katika Uislamu. Waislamu takbir. Mambo safi kasina, yani usipate shida. Haya. Huyu anaitwa Abubakar Arab Tingisa. Na ukitaka kujua Abubakar amefilisika, angalia vitu amekuja kuleta hapa. Wewe sijui mambo ya ndondi, ndani anapokuambia mambo ya ndondi. Mambo ya yule bwana kununuliwa, wewe ulimnunua ama namna gani? Usije ukalete masala mbele ya watu wakakucheka. Mkutano ulikuwa unaendelea vizuri, nafikiri mmekuwa mkiangalia. Lakini nyanja ambazo Abubakar ameingia hatutaziruhusu. Lakini sio tutaziruhusu kwa kupiga mawe, ni kwa maandiko na kwa hoja. Kwa hivyo kama hauna hoja, ni kwa dakika zangu hizo. Kama hauna hoja, kaa chini Yusufu akutie chuoni vizuri. La pili, sisi tumekuwa hapa tangu last week. Abubakar hajaingia hapa. Saa hivi anasema wao watatoroka. Tuko hapa mpaka Saturday. Na ukipenda tutaongeza wiki nyingine. Sasa sikiza. Sasa amekuja hapa Abubakari kwa kutaka kuchekesha. Na amesoma ile andiko mara 2. Sisi tumetulia tu. Sasa sikia andiko hili linamgeukia. 13:20 kitabu cha Isaya. Lile andiko linakurudia wewe. Mwalimu umefika? Nimefika. 13:20 inasema hivi, ndio hatutakaliwa 13:20 hakutakaliwa na watu tena. Hakutakaliwa na watu tena kabisa. Ndio. Wala watu hawatakaa ndani yake tangu kizazi hata kizazi. Safi. Mwarabu hata. Subiri, anayezungumzia ni nani? Mwarabu. Na Uislamu umetoka wapi? Warabuni. Kwa hivyo ndio anazungumzia wapi? Hapa. Hilo andiko ni lenu, nyinyi ndio mnacheza kule na majini. 6:41 Qur'ani. Abubakar usiende njia hiyo. Moto ukitaka moto tutauzima na moto. Sasa kama ushaiona hiyo. 6:41 Qur'ani mwalimu. Inasema ndio 6:41 Qur'ani. Hivi mwalimu umeenda wapi wewe? Mwalimu. Qur'ani ndio hii hapa. Juu ya Mayunga. Mayunga. Qur'ani 6:41 inasema tunataka kumsifu 6:41 Qur'ani. Haya yanaonyesha kuwa yanaonyesha kuwa safi makafiri wa zama hizo, makafiri wa zama zile walikuwa afadhali ndio juu ya itikadi yao, juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu safi kuliko hawa Waislamu. Subiri, ukisikia hawa usitafute Nairobi, ni hawa kuliko hawa Waislamu wanaomba mizimu, makaburi na nini na majini. Ninakusubiri na 8:2 hapa, na kusubiri na Qur'ani 8:2. Na ni nini kinasumbua Abubakari? Sikizeni, nini kinamsumbua? Chukua Bulughul Maram mwalimu. Niko nayo. Uko nayo? Ndio. Tupe habari. Inasema ndio hadithi ya kitume Abu Huraira. Abu Huraira anasema radiyallahu anhu amesimulia. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, Muhammad anasema mmoja wenu anapoamka kutoka usingizini, katika Uislamu akiamka usingizini
asafishe pua yake mara 3. Asafishe pua mara 3. Pua huko, pua mara 3. Kwa hakika. Kwa nini? Kwa hakika. Kwa hakika. Shetani. Nani? Shetani. Nani? Shetani. Anafanya nini? Analala katika tundu za pua yake. Ndio inamsumbua Abubakari yake. Shetani hapo ndani. Usiende njia hiyo Abubakari. Rudi kwa laini. Leo ilikuwa hoja kwa Biblia na Qur'ani. Hoja. Usiende nje. Ukienda nje utaumia. Na hatutaki uumie. Tunataka ukikubali Yesu Kristo mkubali ukiwa sawa. Mwalimu, hapa kuna nyingine hadithi muhimu. Hiyo tutamjibu nayo baadaye akikuteleza tena. Mwenzake alikuja akasema hivi. Naam, mwenzake alikuja akasema eti Petro ni shetani. Hakuna. 16:23 kitabu cha Mathayo. Kwa nini akaambiwa shetani? Soma mwalimu. Inasema ndio 16:23. Biblia inasema hivi. Ndio 23 inasema akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu shetani. Kwa nini alimwambia hivyo? Ni kwa sababu ukisoma aya 21 kwa sababu ya Mungu. Mwalimu, acha tukimbie. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuoa na siku ya 3 kufufuka. Petro akamchukua akaanza kumkemea. Petro alianza kupinga kifo cha Bwana Yesu. Akasema hasha Bwana, hayo hayatakupata. Asante. Akageuka akamwambia Petro. Yesu akamwambia Petro, nenda nyuma yangu shetani. Kwa hivyo Mkristo ukiona yote anakataa kifo cha Yesu Kristo, unamwambia nenda nyuma yangu nani? Shetani. Na Waislamu wakubali kwamba Yesu alikufa msalabani. Kwa hivyo Yusufu, nenda nyuma yangu shetani wewe. Haya. Ni nafasi nzuri. Tuna nafasi muda mzuri tu. Ni nafasi ya Muislamu kuuliza swali. Leo tunaenda nje tu. Maswali na ule bwana alikuwa na mwavuli, tafadhali akuje kwa sababu ya hii. Kuna bwana alikuwa na mwavuli, alikuwa hapa. Kwa sababu ya muda, mwalimu mtu wa nje, Muislamu wa nje, swali ndani ya mada. Na Wakristo mambo haya tunayozungumza yamenakiliwa katika DVD. Kuna DVD ziko hapa. Mikutano kama hii ambayo tumefanya na walimu haya, unaweza ukaangalia kwa faida zako ukiwa nyumbani ukapata mafundisho mengi sana. Nasubiri mwalimu, nasubiri mwenye anauliza swali. Muislamu sio Mkristo. Muislamu. Swali ndani ya mada. Ndani ya mada, mwenyekiti wangu huyo wajuzi. Salamu alaykum. Mimi niko na swali mbili. Moja ndani ya mada, nyingine nje ya mada. Ndani ya mada. Mimi nauliza hao pepo wanaotolewa kanisani ni wa dini gani? Shekhe ama al-ustadhi anauliza swali, hao mapepo wanaofukuzwa kila siku makanisani ni wa dini gani? Sasa kazi yako ni kutega sikio vizuri usikie ni wa dini gani. Haya, mwalimu Paulo. Mwalimu Paulo, dakika zako ni 5. Mpe mjibu huyo kijana. Naam. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Mtoto akililia wembe fanyeje? Mwalimu wangu 19:83 Qur'ani inasemaje? 19:83. Ndio. Maana sijafika mwalimu, ndio nimefika hivi. 19:83. Ndio. Inasema hivi. Inasemaje? Je, huoni ya kwamba tumewatuma mashetani juu ya makafiri wanaochochea kufanya mabaya? Tulia, kumbe mwenye anatuma mashetani kwa makafiri ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye bosi wa kutuma mashetani. Leo ukiona mashetani zinasumbua watu kanisani, aliyezituma ni nani? Allah ndiye bosi wa nani? Wao. Huko jamaa anapiga kelele. Na ni kwa nini Allah anatuma shetani? Chukua hiyo Ulimwengu wa Majini ukurasa wa 20. Ni dawa mbaya. Kwamba Adam na Hawa ndio hawakufanikiwa kufanya jitihadi za kumwonyesha shetani wanao kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Ndio. Na kwa Waislamu. Ni Mtume Muhammad tu. Ndiye aliyemsilimisha shetani. Akawa Muislamu. Kumbe shetani aliposlimu Allah anamtuma. Kazi
kazi ya Allah ni kumtuma. Na ni kwa nini? Hata shetani aliyoslimu ni vituko gani anawafanyia msikitini? Mwalimu wangu huko Nipo. nichukulie Bulughul Marami. Iko wapi? Bulughul Marami. Iko hapo mwalimu. Hii hapa. Ndio. Nichukulie hadithi ukurasa wa 58 hadithi ya 75. 58. Inasema yao ndio Abdallah ibn Abbas, Kitume Abdullah ibn Abbas, mufassiri mkubwa wa Qur'ani, anasemaje? amesimulia Mtume amesema, Ndio. mmoja wenu anaweza akajiliwa na shetani katika swala Tulie yake. mwalimu, kumbe mtu ukiona Muislamu Allahu Akbar akisujudu, shetani anafanyaje? Anakuja nyuma yake, Shetani anakuja nyuma yake, anampuliza. shetani anamupuliza. Shetani anapuliza wapi mwalimu? Malizia. Katika makalio yake. Kumbe kazi ya shetani msikitini ni kufanya nini? Kupuliza. Kisha mnaambia Wakristo waende msikitini, huko hatuendi. Mwalimu wangu Nipo. sisi kama Wakristo, na ni kwa nini jini? Hapa ndipo kuna kizungumkuti. Maana ukisikia mtu mwenye ana elimu, ndugu yangu, Uislamu inaenda kwa elimu. Hadithi inasema adinu bil adilla, dini inaenda kwa dalili. Lakini Abu Bakar hata suratul Fatiha hujui, na kama unajua kuja uisome nikupe 1500. Kama wewe kweli ni msomi, kuja usome nikupe 1500. Mwalimu wangu, naam, huko Kabisa. 72:1 Qur'ani. 72:1 Inasema, ni mtunze. Sema imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinni, Lilisikia Qur'ani likasema, faqalu inna sami'na, hakika tumesikia Qur'ani ya ajabu. inna sami'na Qur'anan ajaba. Inaongoza katika uongofu. Hizi ni pepo ndizo ziko naambia, hii Qur'ani inaongoza katika uongofu. Je, wewe pepo unajua uongofu? 2:14 Qur'ani. Hivi ndio mada inavyokwenda. Inasemaje? Suratul Baqara. Tulitoa mizigo yenye haina maana kanisani, msikitini kukatoka mzigo wa maana kumhubiri Kristo. Amina. Inasema mwalimu, ndio. Na unapokutana na walioamini usema, tumeamini. Hii ndio shetani. Na wanapokuwa peke yako mashetani wao usema, hakika sisi tu pamoja nanyi. Ndio. Tunawachezea shere tu. Kumbe hii mashetani, hakuna shetani ambaye anaweza amini. Hivi ndio kunavyokwenda. Naweka ingine kiporo, ukija ninagonga. Unajua huyo analeta sarakasi hapa, anakuja kutuletea. Ametoa hadithi kutoka katika Bulughul Marami. Hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mmoja wenu anaposujudu, sio kila mtu, mmoja wenu, sio kila moja, yani sio wote. Kuna mtu ambaye anaposujudu, Kiswahili kinawasugua, takbir. Alafu mwalimu, subiri kwanza, wewe tulia. Nimetulia. Amesema kwamba ukisujudu unapuliziwa na nini? Na shetani. Sasa sikiliza vitu 26 39 Mathayo 26 Shindano hiyo 26 39 Mathayo. Ukisujudu shetani anapulizia na huko nyuma. Sikiliza vitu sasa. Inasema ndio nenda 20:39 moja kwa moja. Ndio, huyu ni Yesu. Akaendelea mbele kidogo. Yesu agetia hanini. Huyu analeta Kiarabu, Wakristo hawasikii. Kikuyu utasikia. Yesu agetia hanini. Akaanguka kifulifuli. Agetumidia audio wake. Akaomba akisema, Yesu anaomba akiwa amefanya nini? Ameweka uso chini. Matako wapi? Huko. Kwa hivyo Yesu anapuliziwa na Ibilisi wapi? Huko. Takbir. Allahu Akbar. Kumbe kama Ibilisi anapulizia, alipulizia nani? Alimpulizia Yesu. Wapi? Huko nyuma. Mshindo katika jina la Rivasaika. Msemaji Mwalimu akasema, yeyote ambaye anapiga kifo cha Yesu anafaliwa ambiwe, nenda nyuma yangu nani? Shetani. Ukipiga kifo cha Yesu unaambiwa, nenda nyuma yangu nani? Shetani. 22:3 Luka. Aya kali. 22:3.
aya ni mama taraga macharaga na mata mataraga tena shili shetani akamwingia Yuda ndio aitoe Iskariote, ndio na ni mmoja wale tenashara, ndio akaondoka kenda akasema na wakuu makuhani. Kumbe hili shetani, ili Wakristo waokoke, aliyefanya kazi ni nani? Shetani. Shetani akafanya kazi, Yesu akafanya nini? Akasulubiwa kwa imani yao. Hivyo yoyote ambaye anaamini kwamba Yesu alikufa, amshukuru nani? Amshukuru babu yake Shetani, maana Shetani ndiye amewasaidia kupata nini? wokovu. Alafu hawa ninyi Wakristo mnapiga kelele, hawa ni wa SDA. Hebu sikiliza imani ya wa SDA, wanaamini shetani ni nani? Chukua Biblia, chukua kitabu ya SDA, ndio hapa Tumaini Kuu, ukurasa ngapi? Ukurasa wa 92 kipengele A. Ukurasa wa 92. Hebu sikiliza Helen G. White, mama wa kanisa, anasema nini? Kipengele A. Namuona babu yao anakuja. Teremka chini. Amri ya Papa. Amri ya Papa. Amri ya Papa. Ilipofikia Luther. Ilipomfikia Luther. Alisema nini? Sikilizeni kwanza. Ngoja turudie mwalimu. Kata libodo waja huru ile tukoro ile. Teremka chini. Amri ya Papa. Amri ya Papa. Ilipofikia Luther alisema. Ninaidharau. Na kuishambulia. Ndio. Kuwa ina kufuru. Ndio. Ni ya uongo. Ndio. Ni Kristo mwenyewe. Ndio. Alishutumiwa ndani yake. Ukurasa wa 92. Ndio hiyo. Ndio. Nazidi kusema. Ndio. Tayari. Tayari ninahisi uhuru mkubwa moyoni mwangu. Ndio maana hatimaye nafahamu kwamba Papa ni mpinga Kristo. Kwanza hawa naamini Papa ni mpinga Kristo, hawa ni Wasabato. Kwa hivyo wewe kama ni Mkatoliki, unajua wanajua Papa wenu ni mpinga Kristo, na kwamba kiti chake ni kiti cha Shetani mwenyewe. Kwa hivyo wanaamini Papa ni nani? Ni Shetani mwenyewe. Hapo unapiga kelele na wewe Mkatoliki, na wao wanaamini Papa wenu ni Shetani. Mshindwe katika jina langu. Riverside. Msemaji, mwalimu, na tunarudia tena. Unajua huyu tulikuwa naye kanisani, nikamwacha huko. Na nilimwacha eti alifundisha hii wimbo. Shetani ndoreza wakereyeko. Okekera akali dhaine. Okeheria gete kia muhunjio kingage aku. Niliposikia hivyo nikakimbia na ikae State House ya Ngoma. Muleka ake na Shetani. Na ndio nasikia kanisani. Tunarudia tena 2:12 Ufunuo. Aliye na sikio. Alafu Bayuga, mbona hamjasoma ukurasa wa 703? Vile mmezoea. Nimesubiri hii Qurani ya Mayuga, wamezoea. Nimesubiri ukurasa wa 703 sijasikia. Ndio anatishaga nayo Waislamu. Wanajaribu kutishatisha tu hapa, mshindwe. Teremka chini. Aliye na sikio. Aliye na sikio. Na alisikia neno hili ambalo Roho yaambia makanisa. Na kwa kanisa. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo andika. Ndio. Haya ndiyo anenayo aliye na huo upanga mkali. Ndio. Mwenye makali kuwili. Na pageuka hapo kanisani kwenye kiti cha enzi cha nani? Cha Shetani. Tunashukuru sana. CD. Nashukuru sana kwa sababu ya nafasi. Mkristo wa nje ambaye ako na swali akuje kwa swali haraka. Ngoja kwanza mwalimu. Alafu kuna CD, DVDs tuko nazo. DVD collection ya Isiolo unaipata na 200, imebeba mihadhara karibu 7 ndani yake. Collection ya Garissa unaipata na 200. Collection ya Meru Maua unaipata na 200. Mihadhara ya kutoka Nyeri unaipata na 100. Muhadhara kutoka Mukuru kwa Ruben Nairobi unaipata na 200. Muhadhara kutoka wapi? Ziko nyingi tu. Prison unaipata kwa shilingi 100, muhadhara ya prison. Hizo utapata tukikalagaza hawa watu na kusilimisha wengi katika Wakristo. Mkristo swali. Swali ndani ya mada. Swali langu ndani ya mada. Karibu sana wote, na
Naomba viti vinunuliwe kanisani kwa wingi, maana naona hawa wakiruka huku. Haya, sasa swali langu ni hili, ya kwamba Yesu alipotoa pepo walimuita Beelzebuli, yani mkubwa wa mapepo. Naye Yesu akauliza, ni pepo gani anaweza tii pepo mwenzake? Kama kweli Yesu alikuwa mkubwa wa mapepo, mbona yalimtii? Hilo ni swali la kwanza. Swali la pili, mimi nauliza, Yesu alipokufa pia alishuka kuzimu? Sawa sawa. Nashukuru sana, ameuliza swali. Sasa Waislamu, njoo hapa, ule bwana anadai jibu, anataka jibu. Upate kumjibu vizuri ili aridhike. Na ukijua pale Mkristo anakuja nyuma yako. Kwa hivyo ndio hivyo. Huyo mwenye